Kwanza nianze kukushukuruni kwa kuitikia wito wangu. Tumekutana tena leo hapa, kama mnakumbuka kabla ya kampeni tuliwahi kukutana hapa tukazungumza na tukaomba kwamba basi msitupendelee, lakini msituumize. Mtumie kalamu zenu vizuri, pale penye mazuri mseme na penye mapungufu mseme. Na bahati nzuri tuliandaa ziara, kumbuka, tukaenda tukaona baadhi ya kazi ambayo ilifanywa na serikali ya Mwanani kwa kipindi cha kwanza chini ya Rais Dr. Hussein, na tukapata kufanya ziara, japokuwa ilikuwa ziara ya moto. Tukapata bahati kutembelea visiwa vyote viwili. Unaposema Zanzibar, maana yake mjumuisho wa visiwa viwili vya Unguja na Pemba pamoja na visiwa vingine vile 52 vidogo vidogo, ambapo miongoni mwa visiwa vidogo vikubwa vinaishi watu. Kwa maana mkaja mkaona, bahati nzuri mkashuhudia pia siku ile uchukuaji fomu wa mgombea wetu, na baadaye mkashiriki katika mambo mbalimbali na mlifanya ziara, mkatembelea miradi, baadhi ya miradi ya maendeleo na iko mingi tu, lakini pia mkapata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Rais Ikulu na mkapata kumuuliza maswala na yeye aliyajibu. Lakini sio yeye tu, baadaye tukapata nafasi na mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, kwa maana makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Tukamtembelea ofisini kwake na yeye akakuelezeni mengi tu. Baadaye mkarudi huku mkammepata ile highlight na kitu cha kuandika kule Zanzibar. Bahati nzuri mkanafuatilia katika kampeni, hamkuwa negative sana, na ijapokuwa taarifa zetu zilikuwa nyingine hazitoki vizuri za kule, lakini nikajua. Lakini hata hivyo mmefanya kazi vizuri, tunakushukuruni kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kote bara Kisiwani kwamba mlifanya kazi kwa uadilifu, na wengine hamkuwabana, mliripoti matukio yao na taarifa zao, lakini na zetu sio zilipata nafasi. Kwa maana hiyo nikushukuruni sana wahariri pamoja na waandishi kwa uadilifu wenu na kwa kutumia taaluma yenu vizuri. Sasa muungwana anasema wengine watajua kwamba ukifanyiwa wema basi huna cha kuwalipa watu, ni jukumu lao la kazi, lakini angalau basi kama kiongozi ambao nasimamia taasisi ikiwemo vyombo vya habari vya chama na mahusiano na vyombo vya umma na vya watu binafsi, kasema leo basi nije kukutana na ndugu zangu wa Dar es Salaam ambao kwenye headquarters za vyombo vyenu nilifanya Zanzibar, kwa wale waandishi wa Zanzibar na wale tunasema mawakala wenu wale kule mkutana nao Zanzibar. Kasema leo nimekuja Jumapili hii, kabla hatujaanza nitakupeni ratiba ya sherehe za Mapinduzi, kwa sababu mnajua ni kwenye kipindi hicho tunakuwa na ratiba ya sherehe za Mapinduzi, ikiwemo uwekaji mawe ya msingi kwenye miradi, uzinduzi wa miradi mpaka kufikia kilele cha tamasha kwa maana ya gwaride ama na sheria ambayo itakuwa naona serikali imepanga. Kwa hiyo nikasema hapa, kwa sababu tarehe 20 na tarehe kesho kutwa hapo itakuwa ratiba tayari na inaanza shughuli za uzinduzi wa miradi, na kwa nafasi yangu na kuwepo kwenye shughuli zote. Kwa hiyo nikasema leo Jumapili ya leo tukutane hapa Dar es Salaam, basi tuzungumze na nyinyi. Mtakuwa na maswala mengi kwa sababu uchaguzi umefanyika, umemalizika, kuna maneno mengi, kuna mambo mengi, basi nikupeni nafasi na nyinyi kuuliza, lakini kubwa kuja kukushukuruni mfanya kazi zenu, na sisi kama chama cha siasa ama wadau wenu mlitupa nafasi kupitia vyombo vyenu na nyinyi mkawahariri, basi Watanzania wakapata kutusikia na wengine wakapata kutuona ndani na nje. Nasema leo basi nije kukushukuruni tu, sina zaidi, ni hilo tu ambalo nilichotaka kusema. Mengine mengi mnaonyie ambao mtakaoniuliza, basi na yale ambayo mtakuwa mimi na majibu nayo nitayajibu, na yale ambayo nitakuwa sina majibu nayo basi mtanuia radhi ambao situjibu nadhani, lakini yote tutajibu nadhani. Maswala yatakuwa ya kawaida tu. Basi baada ya kusema hayo, nikushukuruni tena na nikupongezeni kwa kuitikia wito wangu hapa leo Dar es Salaam, na hayo ndio nilokuja nayo kukushukuruni baada kumalizika uchaguzi, hususan kwa upande wa kule Zanzibar, nikiwa mwenye dhamana ya habari, uenezi, mawasiliano ya umma
na mambo mbalimbali, ilani, mikutano ya hadhara mnione hapo kwetu, basi mtapata fursa ya kuniuliza maswala yale ambayo mtakayoona mnaniuliza. Baada ya kusema nikushukuru sana, basi niseme karibuni sana. Asante sana tena na kutupa nafasi ya kuzungumza na wewe, na kwa sababu umeruhusu maswali, basi naona wenzangu twende moja kwa moja. Kama kuna mtu ana swali, kama kuna mtu labda ana mchango wote, tunaweza tukafanya reference ya ziara ile, lakini pia tukauliza kuhusu mapinduzi, kwa sababu wamesema ndio ajenda kuu inayokwenda kufanyika sasa hivi kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo karibuni sana. Vizuri, ukiuliza unataja jina lako na chombo chako. Rwekiza Rwenyagira ni mhariri mkuu wa Wasafi. Mimi nitakuwa na maswali manne ya haraka, sio mrefu sana. Nashukuru kwa kutushukuru, na sisi tunakushukuru pia kwa kukumbuka kwamba tulikuwa na wewe, tumefanya kazi pamoja. Sasa swali langu la kwanza linaanzia pale pale ulipoishia kwenye uchaguzi. Tuwapongeze kwamba mlimaliza salama, mkashikana mikono na maisha yakaendelea, lakini inaonekana kama wenzenu wa ACT hawajaridhika sana na bado wana purukushani mbalimbali mahakamani na nje ya mahakama. Nataka nijue bado mnawasubiri kwa nyoyo kutoka moyoni kwamba waje muungane kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, au mnatamani wachelewe ili sheria iende hatua ya pili? Swali langu la pili ni, tunashukuru sana, tulitembelea miradi mbalimbali, lakini kuna miradi ambayo ilituvutia sana, ile bandari hasa ile ya karibu na Mombasa kule Pemba, lakini lile eneo la mafuta na gesi, viwanja vya mpira, hospitali, especially ile ya Pemba ambayo tulikuta madaktari wanakuja na mabegi na kadhalika. Miradi hii tulikuta bado inaendelea na ujenzi wake. Nataka nijue mpaka sasa imefikia wapi, au ilikuwa ni kasi ya kuelekea kwenye uchaguzi? Swali la tatu, ili sasa linalielekeza moja kwa moja kwenye Chama cha Mapinduzi. Baada ya uchaguzi ndani ya chama, najua huwa kuna mitifuano mingi sana ambayo mingine inatoka inahamia kwa wananchi sasa nje. Hali ikoje Zanzibar? Na swali la mwisho ni sherehe za Mapinduzi. Nasema Bahati Nzuri umetanguliza kusema kwamba kutakuwa kuna ratiba utaitoa, lakini nilitaka nielewe, nipate angalau vitu vya kipekee, kwa sababu hizi ni sherehe za Mapinduzi baada ya uchaguzi mkuu. Vitu vya kipekee hasa ni vipi ambavyo vinaweza vikawaunganisha Wazanzibari wote kwa pamoja katika sherehe hizi za Mapinduzi? Nani? James Salvatore. James. Mimi swali langu ni kwa Chama cha Mapinduzi. Victoria sio kutoka wapi? Times. Touch media. Touch, okay. Swali langu ni kwa Chama cha Mapinduzi. Tumeshuhudia Zanzibar ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa na hofu ya kwamba kila uchaguzi ndio kunatokea machafuko, hasa kwa kisiwa cha Pemba. Lakini tumeshuhudia mwaka huu uchaguzi umetoka, matokeo yametoka mapema sana, kisiwa kiko tulivu. Unafikiri Chama cha Mapinduzi kimefanikiwa kwa namna ipi kuliko miaka ya nyuma? Na hata ukilinganisha kwa bara, tunaona vurugu zilitokea tarehe 29, lakini Zanzibar kulikuwa tulia, hamna chochote kilichotokea. Na bado kukawa tarehe 9 kuna kitu kama hicho huko, lakini Zanzibar tuisikia funuo yote. Chama cha Mapinduzi hiki kinawafundisha nini na mnajivunia nini sasa kwa uchaguzi huu? Kakaangu hapa David Rwekiza wa Safi aliuliza masuala matatu. Swala la kwanza alitaka kujua, je, ACT Wazalendo hawajaridhika na matokeo nadhani. Vipi, mnawasubiria ama ndo wasije? Kwa ufupi swala lake liko hivyo, anataka kujua kwamba Chama cha Mapinduzi ambapo ndicho kilichoshinda zaidi ya 74%. Sasa je, tunawasubiria wenzetu? Labda nielezee kwamba
kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, mabadiliko ya 10 ya katiba ya Zanzibar ambayo iliweka uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa uwepo wa serikali hii haipo labda kwa matakwa ya chama ama kwa matakwa ya mtu, iko kwa mujibu wa katiba. Na bahati nzuri hii iko kwa mujibu wa taratibu, zimewekwa taratibu zake, vipi mnagawana madaraka, vipi inaishi, vipi inaondoka. Kwanza GNU huwezi kuondoka mpaka ufanye referendum kama kura ya maoni ya Wazanzibari wote kama ilivyopitishwa. Lazima upate 2/3 ya maoni ama kura za Wazanzibari ambazo zinazosema iendelee ama isiendelee. Kwa maana hiyo serikali ya umoja wa kitaifa ipo, lakini na utaratibu wake. Kwa mfano, ukisoma ile sheria yake iliyohalalisha kwamba inatakiwa chama ambacho kilichofuatia, ambacho ukiacha ule mgawanyo wa mawaziri ambao chama kipata zaidi ya 10% za kura, ambacho chama kilichoongoza kwa kufuata ambapo ni ACT wamepata zaidi ya 23%. Kwa maana wao ndani ya siku 90 wanatakiwa wawasilishe jina la mtu ambaye atakayekuwa makamu wa kwanza wa rais. Kwa maana hiyo bado wapo katika kipindi hicho ambacho cha kikatiba, wakiendelea kuzurura huko na mambo yao kuzungumza. Sisi katiba tutawasubiria, lakini serikali ya umoja wa kitaifa itaendelea uwepo, aidha wao waje ama wasije, kwa sababu itakuwepo. Na hii ishatokea 2015 kama nakumbuka, walisusa serikali itaendelea kuwahudumia watu, kwa sababu serikali kazi yake kuwahudumia watu. Lakini kuna swala nyingine niliwahi kuulizwa nikachokoswa. Unajua, ukiangalia kwa mujibu wa sheria, na nyinyi wahariri mchukue, ni muhimu sana. Kuna mmoja aliniuliza, akaniambia, Mwenezi, mbona mmekaa kimya? Mbona Othman Masoud anatumia bado facility kama makamu wa kwanza? Nikamwambia kwa mujibu wa sheria ile, makamu wa kwanza sasa hivi hayupo kwa mujibu ile ya sheria, kwa sababu tayari serikali ile imeshavunjwa. Kwa maana hiyo tushakwenda kwenye uchaguzi, tushakuwa na mawaziri wapi, baraza la mawaziri lilivunjwa, kwa maana hata baraza la wakilishi lilivunjwa. Kwa mujibu wa sheria yule anahesabika kama ni mstaafu, na mstaafu facility zake ziko kama ifuatavyo. Anatakiwa apewe gari 2 tu, gari moja yake na moja ya skoti na walinzi 2 na mtumishi wa bustani. Lakini leo anamuona bado anatumia facility kama makamu wa kwanza, kwa sababu tayari ile serikali haipo ambayo ya awamu ya kwanza, ambapo rais kaenda kwenye uchaguzi kapatikana rais. Inatakiwa sasa chama chake iwasilishe jina la mtu atakayechukua nafasi hiyo. Kwa maana hiyo hii pia watu waifahamu, ni hisani tu na kuvumiliana katika mambo mengine. Ndio maana hata mkimuona afanye kazi za kiserikali anakwenda kama mwenyekiti wa ICT Wazalendo. Ndio maana hata ukiangalia katika ratiba ya maazimisho hujakuta pahala ambapo kaiko makamu wa kwanza, sababu kwenye miradi yote. Kwa sababu gani? Kwa mujibu hiyo ndio ilivyo. Lakini unajua Tanzania tuna pahala tunavumiliana, kwa sababu bado anatumia facility kama makamu wa kwanza na gari nyingi na zote. Kwa kweli huyo hayupo. Sisi sasa hivi tuna makamu wa pili mpya, na wale wote wana level sawa. Simkia aliteuliwa makamu wa pili na akaapishwa, na yeye alipaswa makamu wa kwanza aapishwe ili endelee kutumia facility zile. Kabla ya pale hata makamu wa pili wakati tuko kwenye michakato walipunguziwa baadhi ya walinzi na zile service. Lakini hili pia Watanzania walielewe na Wazanzibari walielewe. Kwa maana hiyo anafanya shughuli zake kama mwenyekiti wa ICT. Kwa maana hiyo sisi tunaamini, na kama Chama cha Mapinduzi, kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, nasema sisi tunaamini kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Tunaamini njia pekee ya kutatua matatizo ya Wazanzibari ni kufanya kazi pamoja. Tunaamini serikali ya umoja wa kitaifa ndio chaguo la Zanzibar walilolitaka. Kwa maana sasa tuache zile hulka na mihemko. Mfano kama wewe unalalamika, si ushafungua kesi ziko mahakamani, si ndio? Sitakwenda, wewe rudi washughulikie, watumikie wananchi mpaka judgment itakapotoka. Unaposema si kwa mfano, kuna wizara kwa mujibu wa mgawanyo vitu walipopata, kwa maana wamepata vitu 10,
wa uwakilishi, kwa maana nafasi 4 za uwaziri. Kwa hiyo ziko nafasi 4 ambazo hazina kiongozi wa kisiasa kwenye wizara, kwa maana waziri, zimekaa pende mpaka zitakapopita pale siku 90, wakati shughuli za serikali zinaendelea ambazo zinahitaji lazima wako kiongozi. Ni kutumia busara, kwa maana unaweza kulalamika ndani ya mfumo, si mahakama ipo kwa maana mashauri yenu yakifanikiwa si mtaongezewa, lakini kuliko kuacha nafasi iko tupu wakati serikali inaendelea. Mimi nadhani swala lako la kwanza nilijibu kwa muda mrefu, kwa sababu husiana na GNU. Kwa maana sisi hatuwasubiri kama wasije, sisi tunataka waje mapema ili tutengeneze serikali twende pamoja. Kwa maana msimamo wa Chama cha Mapinduzi na serikali ya Dr. Mwinyi, si msemaji wa serikali, lakini serikali ile ya Chama cha Mapinduzi, nasema kwamba sisi msimamo wetu tunaamini serikali ya umoja wa kitaifa ndio suluhisho la Wazanzibari na ndio CCM tunayoitaka ili tushirikiane kuongoza nchi yetu. Swala lako la pili, bandari ya Shumba. Kwa kweli katika miradi ambayo mikubwa Dr. Mwinyi alifanya kwa kisiwa cha Pemba, unajua kisiwa cha Pemba kiko karibu na Tanga na Mombasa. Tulikuwa tunaita bandari bubu nyingi ambazo hakuna official na mizigo mingi inatoka Mombasa. Kuna biashara kubwa pale. Serikali ilifanya maamuzi makubwa kujenga ile bandari, na kwa taarifa yako tayari ile bandari imefikia 90%, na katika sherehe hizi za mapinduzi itazinduliwa, kwa sababu tayari kulikuwa kuna bandari imeshakamilika, kwa maana ile tuta na ile dipping ya kuchimba pale ya maji ambayo sasa hivi inaweza meli yote Landcraft ikakaa, hata speedboat ikakaa. Sasa tunamalizia kujenga ile jengo la utawala. Unajua unapokuwa bandari lazima una jengo la kiutawala ambapo itajumuisha migration, watu watahamia, mamlaka zetu za kodi, mamlaka za kibandari na nyingine. Kwa maana hiyo bandari ya Shumba iko vizuri na inaendelea vizuri na imefikia pazuri katika sherehe hizi za miaka 62 ya mapinduzi. Basi itakuwa katika na hivyo katika ratiba ambazo miradi ambayo itakaofunguliwa na kuhudumiwa. Swali lako la tatu, baada ya uchaguzi hali ikoje? Hali ikoje kwa maana ndani ya chama chetu kule Zanzibar? Nikwambia hali tulivu ndani ya chama chetu, na mimi ni mmoja wa secretariat ambao ndo tunaongoza, tunafanya kazi za kila siku za chama. Chama kiko imara, kiko vizuri. Sasa hivi sisi tunajiandaa na uchaguzi wa ndani ya chama 2027. Kwa maana chama kiko vizuri na tunaendelea na majukumu yetu, na rais anaendelea na majukumu yake kama kawaida katika kuwatumikia wananchi. Sisi kazi yetu kuhakikisha tunahimiza serikali itekeleze yale ambayo tulioahidi wananchi ndani ya siku 46 za kampeni. Tumeahidi mambo mengi, kwa maana chama kiko imara na kitaendelea kuisimamia serikali yake, wala hakuna tatizo. Najua lengo lako, unajua tunaelekea huko, watu sasa hivi akili zao zote ziko kwenye urais 30 na huko kote. Chama kiko imara na kina utaratibu. Ni kweli wako baadhi ya makada sasa hivi wana focus rais anayekuja, wanajua Dr. Mwinyi, Dr. Samia wanamaliza 30 kwa na vurugu na chama kupanga safu, lakini chama kiko vizuri na kina utaratibu wake. Ikifika wakati wa kutoa utaratibu wa wale makada watakaoomba nafasi ndani ya chama na baadaye tukatoa. Kwa jibu fupi tu na kukutosheleza, chama kiko imara. Ndio maana ukamwona Mwenezi kaja hapa nazungumza na nyie hivi sasa hivi. Na la mwisho, sherehe za mapinduzi ni utaratibu wetu. Kila sherehe, bahati mbaya Dr. Mwinyi tangu alipoingia madarakani kipindi cha kwanza na cha pili tulikuwa na miradi mingi sana, lakini kuhakikisheni kwamba ratiba nitakupeni nitakutumieni, alafu mtashare ya sherehe za mapinduzi, na karibuni kuna miradi mingi tena ya kimkakati mikubwa sana. Nimekwambia tunajenga AFCON tayari, uwanja unakwenda vizuri, lakini tumekwambia tunajenga, tumesema bandari ya gesi na oil ile kwa kule tunaita multi purpose port ile kwa Mangapani inaendelea vizuri, lakini pia tuna mradi wa uwanja wa ndege wa Pemba mkubwa kabisa, ambapo hii itakuwa ndio inaufungua Pemba. Hakuna ndege yote duniani itakayoshindwa kutua Pemba. Zaidi ya euro milioni 174 zimewekwa pale, na tayari mkandarasi wa Brazil wapo, kazi inakwenda vizuri, na
muda si mrefu matokeo yatakuja. Kwa maana pia na barabara ya kutoka Chake Mkoani, barabara kutoka Tunguu Kizimkazi, Makunduchi, miradi hii yote inakwenda kutekelezwa kwa awamu ya pili, na miradi mikubwa ya nyumba za maendeleo ambazo miongoni mwa nyumba tunaita miradi ambayo tukozinduliwa ni tunaita ndio mradi wa mwanzo rais atakozindua ni mradi tunaita Dr. Mwinyi Smart City. Ama Dr. Mwinyi City lokoko pale maeneo ya tunaita wapi hapa baina ya Tomondo na kwa Mchina, nyumba ambazo zilijengwa na zaidi sasa hivi. Kwa hiyo miradi iko mingi tu na tutakwenda mpaka tutachoka, miradi mikubwa kabisa, tuna barabara nyingi, tuna kazi kubwa. Ndio maana kasema leo Jumapili tukutane, hata mkurugenzi hapa idara maelezo anajua ratiba. Kuna miradi iko mingi tena mikubwa sana, pamoja na mradi ile nakwambia ya daraja la Uzi, barabara ile ya Uzi tayari imefika sehemu nzuri, lakini pia tuna mpango wa kuweka jiwe la msingi kuunganisha baina mkoa kusini na kaskazini kupitia barabara Charawe Kongoroni pale kujia Chwaka, yote visibility study imefanyika na kazi inaendelea vizuri. Lakini pia kubwa terminal 2 nyingine tumejenga jengo kubwa, sasa hivi tuko asilimia 90. Sasa tunamalizia kupaka rangi, na katika sheria hizi itafanywa uzinduzi kwa maana tuna terminal ile kama tunasafiri ukiacha ile terminal 3, terminal nyingine mjengo ambao ni amazing kwa sababu ile namba ya wageni wanaokuja imeongezeka. Kuna hii miradi yote mikubwa ya kimkakati, lakini tuna miradi ya nyumba zaidi ya 1000 maeneo ya Chumbuni, tuna maeneo Kembe Samaki, tuna maeneo ya Kisakasaka, tuna maeneo ya Furaha Fikiwa Pemba, kwa maeneo wa Tanzania wanasema wera tu. Miradi mingi, na ndio maana hiyo alama kubwa. Lakini pia zile tunaita flyover tumeshaanza kutumia. Kama kipindi kile ulipopita ilikuwa bado, sasa hivi ukija utaona tunaunganisha tu barabara na kule tunaanza kujenga. Kuna mambo yanaenda vizuri na miradi iko mingi, na mtaiona hapa tutakupeni. Nadhani masuala yako yote manne nimekujibu. Nadhani huna any edition kwa hayo nimekujibu, utapata round nyingine. Lakini James aliuliza kutoka Touch Media, nadhani ndio siri gani ya utulivu Zanzibar baada ya uchaguzi. Labda nikupeni siri moja, kwa sababu mimi nilipoteuliwa kuwa mwenezi, mimi siasa zangu wanaonijua wanajua mimi siasa zangu za fact za kujibu hoja. Na ndio maana mnaniona nimekutwa niko na waandishi, siogopi mnaponitaji tunazungumza. Tuliamini kwamba siasa ama kampeni ni kujibu yale ambayo yanaoletwa kutoka kwa wenzetu, kuwapatia majibu na wananchi kujua ukweli na kufafanua. Kwa hiyo siri kubwa ya utulivu tumefanya mara hii kampeni za kistaarabu, kampeni ambazo tulijikita kujibu hoja na kuwaonesha wananchi nini CCM imefanya, na kikubwa zaidi aina ya mgombea tuliokuwa naye Rais Mwinyi. Yeye hakuwa anajibu matusi wala mwenezi wake ambaye anasimamia mkutano na viongozi wengine, naibu katibu mkuu na timu yetu, tukawa tunataka siri ya utulivu. Tulihamasisha amani, utulivu, na tuliwaambia Watanzania na Wazanzibari kwamba siri ya mafanikio na haya maendeleo mnayoona Rais Mwinyi aliyofanya kwa muda mfupi si uchawi, ni amani na utulivu, ili kuipa nafasi serikali kufikiria njia na resources za kupata fedha za kuwatatua matatizo. Kwa maana amani na utulivu, sisi tulijiepusha na uchokozi wa aina yoyote. Mimi nilikuwa nashuhudia kiongozi wetu, mgombea wetu alikuwa anaambia maneno makali kabisa, lakini utukuti sisi tukajibu yale makali, tukasababisha ile fujo. Kwa hiyo siri ya utulivu ni kazi kubwa na nzuri ambayo Dr. Mwinyi ameifanya yeye mwenyewe, na ndio maana siku zote nikasema kwamba ushindi wa CCM kwa mara hii umeacha historia. Hakuna hata mtu alofanya 70% umechangiwa na aina yenyewe ya mgombea na siasa zake Dr. Mwinyi za kuwaunganisha watu. Dr. Mwinyi hakubagua baina ya Unguja na Pemba, ameweka level sawa katika muungano, nafasi na kuamini na kufanya yale maendeleo. Leo ninachokisema Zanzibar kwa maana ya Unguja, Pemba utakikuta. Bahati nzuri kakaangu hapa David swala la bandari ya Pemba amezungumza, kwa sababu yale yamefanywa Pemba. Sasa huko nyuma ulikuwa uyakuti sana, kwa maana ule uwiano wa maendeleo, uwiano wa nafasi katika serikali ya Zanzibar ulizingatia. Mwinyi alizingatia uwiano wa visiwa vyote, na sio visiwa tu, hata mikoa. Ndio maana ukakuta
tulikuwa na utulivu mkubwa sana kabisa, na tuliendesha kampeni kistaarabu, na mimi nikiwa kama kinara wa kampeni. Basi hiyo ndio tuliofanya, ndio siri tukapata utulivu, hatukumtukana mtu, hatukumbuguzi mtu, wala hatukumfanyia mtu. Swala la tatu kwamba siku 100 dadangu aliuliza hapa kipaumbele. Sisi kipaumbele chetu ni ilani. Sisi hatuna mradi mmoja mkubwa mmoja mdogo. Sisi kipaumbele chetu cha kwanza ambacho kinajitofautisha na vyote ni amani na utulivu ya Wazanzibar. Hili ndo first our priority katika nchi yetu. Kwa maana ndani ya siku 100 tukahakikisha tuna maintain peace and stability ya Wazanzibari na Watanzania. Hilo ndo la msingi. Lakini kwenye miradi tumeelezea, tuna kipaumbele, tuna miradi tumetaja kwenye ilani yetu, tuna kipaumbele kama 9. Tuna kuendeleza miundombinu ya elimu, miundombinu ya barabara, miundombinu ya bandari, miundombinu ya viwanja vya ndege. Lakini pia kikubwa zaidi, unajua Zanzibar ni kisiwa tunachotoa huduma. Inapo hang duniani huko masuala ya chakula sana, ukisikia wananchi wanalalamika katika chakula. Mara hii tumewekeza na tumeweka katika ilani yetu, tunaenda kuanzisha stoki kubwa ya hifadhi ya chakula, na tumejipanga kwamba kipindi cha mavuno kwa wenzetu huko Tanzania bara, sisi tutakuwa wadau kubwa kununua nafaka ili kuhakikisha bei, tunafanya stabilize ya bei kwa maisha ya Wazanzibari. Kwa maana hilo la kwanza ambalo tunaenda kuanzisha bohari kubwa ya uhifadhi wa chakula. Lakini la pili, shughuli za usafiri na usafirishaji zinachangia gharama za maisha kupanda. Pia sasa hivi tunakwenda kuanzisha stoki kubwa ya hifadhi ya mafuta kupitia bandari yetu ile multipurpose port pale Mangapwani. Kwa maana sasa hivi tuna mpango Zanzibar kuwa na hifadhi ya mafuta kwa muda miezi 3 mfululizo, hata ikitokezea mtikisiko duniani sisi tutakuwa na reserve kubwa ya mafuta. Lakini kipaumbele kingine muhimu kuhakikisha multipurpose port yetu ya Mangapwani na tumeanza kwa gas and oil tayari. Sasa hivi tunaweza kuhifadhi kule mafuta, lakini sasa hivi tunaenda katika ile bandari ya containers pamoja na cargo nyingine. Kwa maana bandari yetu ile itakuwa na ukubwa wa zaidi ya maili 1.5. Tuna uwezo wa kufunga meli 10 kubwa kwa wakati mmoja. Huko ndo tunaelekea sasa hivi. Lakini pia kipaumbele kingine tunajenga, tunaita ferry boat. Hizi boti zetu zinatoka Pemba, Mombasa, Dar es Salaam, eneo lile la mpiga duru pale Mangapwa pale Maruhubi, ambao tayari ujenzi umeanza, ambao itakuwa ni luxury. Bandari hiyo tutaacha kushukia hapa Malindi, sasa tutashukia kwa kule ambao mlienda nyinyi, nilipata bahati kukaa eneo lile pale, kuna hoteli pale karibu na pale. Kwa maana sasa bandari ya hapa ya zamani tunaitaka kutengeneza iwe cruise ship, ni bandari ya meli za kitalii tu ambazo tutakuwa tunatumia hapa, bandari za ferryboat tutahamia kule. Lakini pamoja na kuimarisha bandari yetu ya mizigo, tayari bandari yetu ya Fumba ambao kuna kampuni inajenga ili kusupport bandari hii hapa ya Malindi. Kwa maana hiyo siku 100 kipaumbele kwetu ni hivyo kwenye elimu, afya. Na kwenye afya tayari tunafanya matengenezo makubwa, hospitali kubwa ya rufaa ya Mnazi Mmoja tumeshahamisha wagonjwa na tayari tumeanza ujenzi, fedha tumepata. Lakini pia tunajenga hospitali ya kufundishia ya chuo kikuu kule Binguni, itakuwa ndio hospitali kubwa Afrika Mashariki ambapo tayari ujenzi wake umeanza. Hiyo itakuwa na chuo kikuu cha afya kabisa. Hiyo ndio itakuwa ni hospitali kubwa rufaa. Lengo ni nini? Hatutaki rufaa ya Mzanzibari yote kutoka nje ya Zanzibar. Kwa maana tutapeleka mgonjwa India wala Israeli wala Afrika Kusini wala kumleta Dar es Salaam. Ikimalizika hiyo, tutakuwa na maspecialisti ambao duniani wanatafutwa hapo Zanzibar katika hospitali yetu ya Binguni. Hivyo ndio vipaumbele vyetu kwa awamu hii ya pili ya uongozi wa awamu ya 8 wa Dr. Hussein Mwinyi, na ndio maana tukaja na slogan sasa, uongozi unaokwenda kuacha alama. Nadhani raundi ya kwanza nimemaliza. Kama kuna maswala mengine. Asante Mwenezi kwa ufafanuzi huo. Tunaendelea na maswali. Nikuona Wile ulikuwa na swali. Nadhani bado lipo. Anza na Wile, atakuja kaka pale, alafu atakuja hapo. Tutakuwa tumechukua matatu. Kama itakuwa mafupi basi wengine wataruhusiwa kuuliza, lakini kama marefu maana yake ni kwamba tutazuia
wasiulize. Kwa hiyo naomba jitahidi maswali yetu yawe short and clear ili wengi zaidi tupate kuuliza. Karibu. Asante sana Mwenezi kwa fursa hii, na binafsi naitwa Victor Robert Wile, natokea Azam TV. Japokuwa jirani yangu hapa aliuliza maswali manne, kwa hiyo ukakuta kwamba maswali karibu yote kashayachota yeye lakini si haba nikiongezea. Mimi binafsi nilikuwa natamani kufahamu matamanio ya Rais Mwinyi kuhusiana na serikali ya umoja wa kitaifa na hali ilivyo, kwa sababu kiuhalisia sasa hivi unaweza ukasema kwamba kuna mambo mengine ni kama kuna kwamo fulani, kwa sababu serikali bado haijakamilika. Kuna wizara ambazo hazina mawaziri, na tunajua ili mambo yaweze kwenda lazima kuwe na msukumo ule wa kisiasa, utashi wa kisiasa uwepo. Sasa natamani kufahamu matamanio yake ni nini kuhusiana na kuunda hiyo serikali ya umoja wa kitaifa kwa kushirikiana na ACT Wazalendo, na je, pengine kuna wakati anatamani kukutana na ACT Wazalendo ili kuweza kuzungumza na kuona namna ya kuondoka hapo walipo kufikia kwenye uundwaji kamili wa serikali ya umoja wa kitaifa, na kama pengine kuna mazungumzo yote yameshaanza licha hizo kesi zinazoendelea, lakini kuna mazungumzo pengine labda yameshaanza ambayo hayako wazi ya chini kwa chini ili kuhakikisha kwamba serikali ya umoja wa kitaifa inaundwa. Lakini la pili ni kuhusiana na ule mradi wa SGR treni mjini pale. Ukimwambia mtu mwingine anaona kama ni ndoto ya mchana. Sasa sijui utekelezaji wake utakuwaje kwa kuangalia miundombinu iliyopo pale Zanzibar, kwamba kuna treni zitapita, kuna magari yatapita na vitu vingine kama hivyo. Asante. Asante Victor. Karibu kwa. Asante. Mimi naitwa Godmuya kutoka Global TV. Swali langu ni moja na hili linaenda kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa tukizungumza sana na kwa ukiwaelekezea ukijaribu kuwapa maneno wanaharakati, lakini pia na baadhi ya vyama vya siasa kuhusiana na kutaka kuondoa amani katika taifa letu. Swali langu, kama chama mmejitathmini pia ili kuona hiyo miadi ambayo wanaharakati wanapata mpaka kuanza kutaka kuvuruga amani, mmejitathmini na kwenda kuwafikia wananchi kuwafahamisha kwamba hiki kitu ambacho hawa wanawalenga nacho ili kupoteza amani ya taifa letu tumeshakiona na tunakifanyia kazi kama chama? Swali langu. Asante. Karibu. Mimi naitwa Dani Kabona, mwandishi wa habari, natokea Icon TV. Dani Kabona, natokea Icon TV. Swali langu ni kwamba tunafahamu na tumeona siasa za Zanzibar tangu kuanzia mwaka 95, siasa za mfumo wa vyama vingi. Tumeona the way ambavyo ilivyokuwa, tumeona zile kashikashi, mvutano kwa ujumla wake. Lakini siasa za uchaguzi wa mwaka 2025, tumeona uchaguzi ambao umekuwa baridi sana, uchaguzi ambao huenda watu wengi sana wameshindwa kupata majibu rasmi. Nilikuwa nataka nifahamu siasa za Zanzibar zimepoteza mvuto ama wananchi wamechoka kujishughulisha na masuala ya kisiasa kwa ujumla. Lakini swali langu la mwisho, je, katika kuelekea hii serikali wakati mnakwenda kutengeneza mifumo yenu kwa jumla, mmeshawaza kutaka kukutana na vijana kutokana na yale yaliyotokea Oktoba 29 na nyinyi kwa upande wa Zanzibar, kujua namna gani ambavyo mtaweza kukaa na vijana, kuzungumza nao, kusikiliza matatizo yao kwa jumla ili asitokee kama yale ambayo kimfano kwa upande huu wa Tanzania bara yameweza pia kutokea Oktoba 29? Matatu tayari. Kwa turuhusu kama tunaweza kuendelea, kama ni mengi basi hata tujibu. Naomba niunganishe tu hapa, ni fupi sana. Okay. Chama cha naitwa QC Tilia, natoka QC Tilia, natoka Uhuru FM. Chama cha Mapinduzi kinaelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama 2027. Nataka kufahamu tumaliza uchaguzi mkuu, maandalizi ya polisi kuelekea uchaguzi mkuu. Pia kuna maandalizi ndani ya uchaguzi wa chama. Pia kuna tabia ya viongozi kupanga safu ya viongozi ndani ya uchaguzi mkuu.
hili likoje katika kuelekea uwajibikaji ndani ya vikao ndani ya chama? Asante. Asante. Kama na yeye anaitetea nafasi yake. Tuna maswali kutoka kwa watu wanne, nadhani unaweza karibu watu nina haya kwanza. Sawa. Nianze na brother hapa Victor kutoka Azam, mtazamo wa Rais Mwinyi kuhusu GNU. Mimi nadhani mtazamo wa Mheshimiwa Rais uko wazi, kama mlipata bahati ya siku ambayo anawapisha mawaziri. Alisema wazi msimamo wake, yeye anaamini mashirikiano na amekunjua mkono wa maridhiano kwamba waende, yeye yuko tayari kushirikiana nao. Na sisi Chama cha Mapinduzi tuko tayari na mazungumzo muda wote, na tumekuwa tunazungumza siku zote, si bara si visiwani. Kwa maana tuna kitu tunaita fuara, na kwa taarifa yenu kama mjui tayari, bahati nzuri unajua kuna vitu vingine ambapo swali lake nitakapofika huko nitajibu. Kwa hiyo la Zanzibar kwanza ni kuhakikisheni kwamba Rais Mwinyi yuko willing, yuko tayari muda wote katika maslahi ya Zanzibar na kuzungumza na wenzetu. Lakini sasa uwezi ukamlazimisha ng'ombe kunywa maji, unaweza kumpeleka paka kwenye maji asinywe. Kwa mfano Rais Mwinyi yuko tayari, na ndo maana katika kuheshimu katiba ya Zanzibar alisema mchanganuo na mgawanyo kwa nafasi, na akasema wazi kwamba hizi nafasi tumewekea wenzetu. Uzuri sasa, kwa mujibu wa sheria ile na katiba unaiona ya GNU kwamba mgawanyo umetajwa kwa level ya mawaziri, haukutajwa level ya manaibu waziri. Kwa hiyo Rais Mwinyi alishaje kuteua manaibu waziri kwenye zile nafasi? Waziri si hayupo, akateua naibu waziri kuonesha utayari wake. Hakutaka hata kuteua manaibu mawaziri, alikuwa ataiwa tu manaibu waziri tayari kishaweka, anamsubiri waziri ili atakapokuja. Na kwa mujibu wa sheria naibu waziri si ndo anajibu masuala barazani bungeni, sawa? Kwa hiyo uungwana wa Rais Mwinyi akasema hapana, kwa kweli jambo analitaka njia ya mazungumzo, mzungumze mfikie mwafaka. Akasema hapana, hizi wizara nne tunaziacha, sichagui waziri, sichagui naibu waziri, hata kama nafasi hiyo katiba imempa, kachagua katibu mkuu tu kwa kondo mtendaji wa shughuli za serikali. Kwa maana swali lako kwamba Rais Mwinyi yuko tayari kwa maridhiano muda wowote, milango yake iko wazi, na nadhani jitihada zipo zinaendelea, tusubiri tu. Kwa maana hiyo si jambo ambalo la kulizungumza tu kwamba itakuwa hivyo, lakini kuhakikishia, kwa sababu kama ni msaidizi wake, makamu mwenyekiti wa chama chetu, na mimi ndo msemaji na umsemea kwa niaba yake. Kwa maana hiyo Rais Mwinyi yuko tayari na serikali ya kitaifa, na yeye ndio anaipendelea zaidi hiyo kuliko mengineo. Lakini tusisahau kwamba katiba ndio inaelekeza, ikitokea zimefika mpaka siku 90 za kikatiba na sheria hawapo, lazima rais itabidi ajaze hizo nafasi kwa kutafuta utaratibu mwingine. Lakini mpaka sasa hivi yuko Rais Mwinyi anaendelea, na huku kuwabembeleza kwamba wenzetu uchaguzi umemalizika, kama kuna kesi za majimbo acha ziendelee ambazo tutapata ufafanuzi, lakini turudi kwenye serikali, tuikamilishe serikali ili tuendelee kuwatumikia Wazanzibari. Lakini suala la mradi wa treni, nakumbuka siku ambayo tunaweka jiwe la msingi kwenye kituo cha mabasi pale, Rais Mwinyi alizungumza usafiri aina tatu. Alizungumza tutakuwa na water tax, kama mnakumbuka, tax za majini, sababu chetu kinazungukwa na maji. Na akazungumza tutakuwa na treni ambazo aina yake zitatumia mfumo wa barabara hizi za kawaida. Na mimi nimesikuta hizo sehemu, nimesikuta Amsterdam, so tunatumia barabara hizi za kawaida. Lakini pia tutakuwa na treni hizi kama za kawaida hizi ambazo zamani tulikuwa nazo, lakini tutakuwa pia na mabasi yanayoendea na umeme. Lengo letu tukimaliza miundombinu kilomita 100.9 katika mji, hatutokuwa na usafiri wa kawaida, tutapanda kama hizi mwendokasi tunaita public transport, unakuja zako mpaka mjini. Na bahati nzuri tayari zile stendi katika mjini zishajengwa, mkipita pale darajani mnaikuta stendi ambayo kwa mabasi hayo ya umeme, unakuja zako kule kituo cha Kidangwani, unapaki gari yako
unapanda katika public kama una shughuli zako Mji Mkongwe, mtasuka, alafu tutakuwa na usafiri maalum vigari ambao vitakuwa vinaweza kupita zile kwenye narrow street kule za Mji Mkongwe. Tunataka azma yetu kufanya mji wa Zanzibar ule Mji Mkongwe ni mji wa kitalii kama unavyoiona Spain ile kama kule zilivyokazi. Kwa maana hiyo, hayo ndio maono ya Rais Mwinyi. Kwa maana tutakuwa na usafiri wa, na bahati nzuri ya mabasi yameshaanza kuingia tayari, serikali imeshasaini huo mkataba mabasi hayo, lakini water taxi tayari tushaanza kujenga zile jet. Unajua tunajenga jet hapa Mji Mkongwe, ambapo kama mleo kutembelea hapo kuna eneo ambao African Club pale Africa House mbele pale kwenye garden pale, tutakuwa na jet moja kwa mjini. Tutakuwa eneo moja la Mazizini kule, anza kupata taxi, tutakwenda kwa airport, unaweza kupita barabarani unapanda pale mpaka Mazizini, unashuka unaingia airport. Tutakuwa na maeneo mbalimbali ya maeneo ya Zanzibar, tutakuwa na hizo, na tayari water taxi zipo zimeshaanza kutoa huduma. Kwa sasa zinatoa huduma kupeleka wageni kwenye visiwa, bado kufanya ile service katika kisiwa kikubwa. Lakini pia usafiri wa treni, mchakato pia umeanza, kwa sababu tunajenga hizo bandari, tuangalie possibility ya kufanya hivyo. Kwa maana hiyo ni kuhakikisha ile swala lipo, na ndio maana tukimaliza barabara na Aisha tumeanza barabara kubwa ambayo kwa miaka mingi ilikuwa awamu mbalimbali inaikwepa kuitengeneza. Kama nakumbuka barabara ya Bububu kutoka hapa BOT Kinazini mpaka Bububu station. Hii barabara ilijengwa zamani na ndugu zetu wa Japan Kajima. Sisi tuko wadogo kipindi hicho wakati wa Mzee Jumbe. Barabara hii iliachwa muda mrefu, haikuboreshwa wala kwa sababu na imeingiliwa sana na miundombinu mikubwa, watu wamejenga majumba ya tathmini kubwa. Lakini Rais Mwinyi kwa imara wake na ushupavu wake ameanza kuijenga na kulipa fidia. Itakuwa barabara ya njia 6. Kati ya hizo njia 6 hapo kati ndio nakuja barabara ya kupita hizo treni na maeneo mengine. Kwa maana maajabu makubwa ambacho Dr. Mwinyi anaenda kuyaacha, hiyo ipo. Lakini jingine, Gadmuya yeye aliuliza kuwapa maneno kama chama vijana, si ndio, yasitokezee vurugu. Sawa, kuzungumza na nchi. Sisi kama chama tunazungumza kila siku, na hapa pia nazungumza kupitia nyinyi na wananchi. Kwa maana hiyo mtaitengeneza mtoto. Kwa maana hiyo labda nataka niseme kitu kimoja, kwamba amani ni jambo ambalo si kitu cha kuchezea. Na bahati nzuri mimi nasema kwamba hoja ambazo mimi niliangalia hoja vijana, sasa hizo vurugu zilizotokea tarehe 29 kweli zilikuwa na mustakabali na hicho ambacho kinachosemwa, nikagundua hapana. Kwa mfano, hakuna nchi yoyote duniani, na mimi niko tayari kujiuzulu sasa hivi hapa, kama kuna nchi ambayo vijana wake wote wamewajiri. Haipo. Kwanza haipo. Alafu hata ukiangalia ratio wanaostaafu na wanaotaka ajira tofauti, wanaostaafu ni wachache sana. Leo Tanzania tuna vyuo vikuu vingapi? Mimi tangu jana nashiriki kwenye graduation na Mheshimiwa Rais Zanzibar. Tuna vyuo zaidi ya 6 na kila chuo kina wanafunzi zaidi ya 20,000 wana graduate kwa fani mbalimbali. Serikali gani hiyo? Itusema wewe umetoka chuo kikuu leo ikakupa kazi. Kazi sasa hivi zina ushindani mkubwa. Zile enzi tunapata uhuru, wasomi wanatafutwa, hazipo. Leo Tanzania wanasoma. Sasa kama hoja kijana kazi, serikali iajiri, hapana. Kazi ya serikali kutengeneza mazingira. Sasa ndio tunakwenda. Kwa maana hoja ya msingi nilisikiliza kwamba sio kweli kwamba iko siku tutaweza Tanzania kuajiri vijana wote na graduate. Hilo halipo. La pili, tunataka mabadiliko. Mabadiliko yepi? Nakumbuka mimi tuko Kawe na nyinyi mlikuwepo, tulipokuwa tuko Kawe pale tunazindua kampeni moja. Rais Samia alichokisema kwamba moja vipaumbele ya kipindi chake hichi ambacho anakwenda nacho kuhakikisha tunapata katiba mpya. Auongo? Alizungumza pale Tanganyika Packers Kawe tutapata katiba, na juzi mmeona tu rais alikutana na mzee wa Rioba. Ndiona mliripoti ni. Sababu hili tulilisema. Sasa ninaposhangaa unasema fujo kwa vitu hivyo, lakini serikali inajaribu kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa mfano sasa hivi mkichukua takwimu za TIC, Tanzania Investment Center,
Ni wakati pekee kipindi cha Rais Samia wawekezaji wameonyesha willing kubwa ya kuja kuwekeza Tanzania. Leo serikali inajenga, mfano juzi mmeona serikali imetiliana saini na kampuni kubwa ya pili kwa masuala ya ujenzi wa bandari, usuala usafirishaji kwa shughuli za baharini, kampuni inaitwa AGL ambao tunatarajia itajenga bandari kubwa ya Bagamoyo. Kampuni ya AGL inaitwa African Global Logistics. Leo tunapojenga bandari kubwa pale Bagamoyo, vijana wangu hapa tajiriwa. Lakini engo yetu si hapo kuishia. Engo yetu kuunganisha SGR za kisasa na maziwa yetu makuu. Tunataka Tanzania tuhudumie korido nzima Afrika Mashariki, kati na kusini. Leo tukifanikiwa bandari yetu ya Mtwara tunaijenga, tunaunganisha na SGR mpaka Songea kwenye ziwa Nyasa. Nchi ngapi? Maana mzigo unatoka bandari ya Mtwara moja kwa moja ndani ya masaa 24 tu umeshafika. Kwa maana nini? Kwa maana unakwenda kuvutia sasa shughuli za kiuchumi zije Tanzania. Na ndio maana nakwambia hivi vita uchochezi wa kiuchumi washaona Tanzania inapoelekea. Leo bandari yetu ya Dar es Salaam, bandari yetu ya Bagamoyo, Tanga. Leo tunatanga bomba la mafuta kutoka Uganda, sababu mafuta mazito. Usifikiri wenzetu wanafurahia haya. Watakwambia wewe kijana usiona mbele. Mimi nakuhakikishieni baada ya miaka 15 20 Tanzania ni nchi nyingine. Leo tukiunganisha SGR mpaka ziwa Victoria pale, mizigo bila kuchukua siku 3 siku 4 inasafiri kwenda nchi za wenzetu. Mtu ndani ya siku 2 au siku 1 mzigo wake ushafika kwake. SGR inakwenda speed tu. Hivi atakuacha wewe una amani. Automatically shughuli za kiuchumi zitakuwa, vijana watapata. Tusome vizuri tu. Kwa sababu sasa hivi ajira zinakwenda kwenye ushindani. Kwa maana hiyo malengo ya serikali ni mazuri sana. Kwa hiyo vijana, ni waombe vijana wenzangu kwamba tutulize akili, tutafute fursa. Fursa zipo. Mimi siku zote tunasema fursa zipo. Lakini ukitaka wewe shortcut haipo. Leo mfano unaleta political chaos, machafuko haya kisiasa. Hapa leo tuko Kariakoo. Kariakoo inaingiza shilingi ngapi? Kariakoo inaingiza shilingi ngapi? Kaeni na kamishna Mwenda. Hata kwambieni leo Tanzania wengine atoke akahangaika apate shughuli ili maisha yaende. Leo unahamasisha wewe ukafanye fujo. Alafu kwa kitu kingine hakipo. Chengine niliwahi kusema kwamba nilimsikia kiongozi fulani. Hapa ndachukua mrefu ile swala kwa sababu lazima niliweke hapa nilipoti vizuri. Tanzania tuna vyama 19, si ndio? Tulikosajiliwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Na vyama vyote tuna haki sawa, si ndio? Chama chako wewe unakwenda kusema mimi sishiriki uchaguzi mwenyewe. Alafu unasema no reform, no election. Hivi vyama vingine 18 vyote visifanye uchaguzi. Wakati ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano mwaka 1977, kila baada ya miaka 5 wa Tanzania lazima wachague viongozi kwenye nchi yao. Tunafahamiana wahariri? Wewe mwenyewe umesusa. Tuna sheria tunatakiwa tusaini za maadili ya uchaguzi. Hukwenda kusaini, unasema uchaguzi usifanyike. Wenzio 18 wameshiriki. Hivi hata falsafa ya dunia wanasemaje? Wengi wapo, wachache wasikilizwe, au sio? Wengi lazima wapewe. Hatuwezi kuzuia nchi yetu kwa kwenye vita tusifanye uchaguzi. Jamani, nikuulizeni, ziko taratibu za kusema tunapeleka uchaguzi mbele. Wewe tu kwa safu utaki basi sote kwa mbona vina maana. Nchi haiko hivyo. Kwa maana hiyo tumekwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba nchi yetu. Wewe unafusa mwenyewe basi. Sasa wewe giant hujaja kwenye vita. Nilitarajia mimi CCM nikumbane na mtu ambaye analingana na mie. Kwanza hakuna chama kinalingana na CCM. Kuna mpuzi mmoja nilimsikia anazungumza kwamba CCM hivi wewe CCM sisi tuna machinery kila kijiji. Haijawahi kutokezea CCM hata siku moja kushinda kusimamisha mgombea eneo lote. Hao wengine wanasimamisha. Alafu unakaa public kwenye mambo ambayo unasema CCM haikubaliki. Bro, are you serious? Sisi tuna wanachama tu tuliowasajili kwa electronic tu, sio wengine.
zaidi ya milioni 14. Milioni 14. Bali wengine tuna maombi ambao bado hatujapa kadi zile. Wako zaidi ya milioni 8. Alafu unaenda pale unasema simple tu CCM hesabu ndogo tu. Sisi hatuna kitongoji pale popote CCM kusimamisha mgombea. Wao chaguzi zote tangu lipoanzishwa vyama vyao. Alafu unataka kujipima na chama ambacho kimezaliwa 77, kimejibadilisha gamba tu. Chama ambacho kimetoka tangu 1945 ilipoanzishwa 5. Chama ambacho kimetoka tangu 1957 ilipoanzishwa ASP. Are you ready? Unajua unapokaa public unazungumza iangalie CCM, usiangalie CCM wa 77. Pale imejireform tu. Hii imetokana na 5, imetokana na approach rise. Sasa leo unasema Tanzania, leo bwana CCM hayo tuache. Kwa maana nataka nikwambie kwamba bado hakuna chama ambacho kinachoweza kusimama na CCM. Kwanza tuna machinery ya kutosha. Tuna mtaji tangu kitongoji. Wewe leo nenda na mimi natoa challenge. Nenda kijiji chochote kaanza kuta CCM. Lakini nenda kwa wengine zoko mjini tu hapa. Fanya fujo mjini tu hapa. Sasa wanaja kutengeneza uhalali wala hauna tija. Lakini tukasema sisi kama waungwana tunazungumza na tumezungumza na vijana, na bahati nzuri tuliwaambia vijana tarehe 29 hakuna sababu. Masuala yote yanashughulikiwa. Rais Samia kaunda wizara ya vijana, sawa. Lakini pia niseme hapa, haitotokezea siku moja kwa Tanzania watu wote vijana wote tunapata kazi. Tutumie fursa tulokuwa nayo kwenye kilimo, kwenye madini. Ndio maana tunatoa leseni za wachimbaji wadogo wadogo. Baadhi sheria tunazifumbia macho ili watu wajiajiri. Mimi juzi nilikuwa Kahama. Niliona kitu na vijana, lakini vijana wakirundikana pale wakidanganyana kwamba serikali, hakuna serikali duniani inayoleta hivyo. Ukiangalia Google sasa hivi katika map zenu, nchi ambayo inaongoza vijana wako kwa sababu ajira ni Marekani. Tusemeje sasa? Marekani wana uchumi mdogo. Ndio dunia, kwa sababu population inaomaliza inayozaliwa kubwa kuliko wanaondoka. Haiwezekani kafika siku ikawa imeisha. Kwa maana swala lako kwamba vijana tutaendelea kuwapa elimu ya uzalendo, kwamba wajue kuchochewa kwao. Kuna watu wana wivu na maendeleo ya Tanzania tunapokwenda. Kuna watu wana mambo yao, wanaona Tanzania inakwenda kwenye peak ya kutoa nchi ambayo inategemewa duniani. Leo nyinyi hamjui tu. Hii ndio power tulomaliza ile tulojenga. Sasa Tanzania sisi hatuna shida ya umeme, kwa maana umeme tunaozalisha. Tuna shida kuusafirisha umeme kwa sababu tunajenga zile main line za kupeleka kila pahala. Sasa haya ndo mambo ambayo serikali inahangaika katika kuhakikisha tuna maintain hizo huduma za vijana. Kwa maana niwaambia na nyinyi mtumie fursa hii kuelimisha watu kwamba amani peke yake ni fursa ya kujitatulia ama kujipatia kipato. Swala jingine Dane tuka icon. Dane ulizungumza siasa zimepoteza mvuto. Zimepoa manake. Hivi Dani ulizoea kila siku tuvurugane kule sio? Marai bwana. Bahati nzuri sisi tulikuwa kwenye siasa zamani. Mimi nimeshiriki siasa tangu 95, umri wangu umepiga kura. Miaka 49. Nilikuwa naziona. Sasa nilipopewa jukumu la uenezi nikastudy tunaweza kuavoid vipi haya mambo. Sawa. Siku moja nakumbuka siri nilikana rais mimi. Kama unajua Mheshimiwa Rais, tatizo mivutano mkubwa kama niliwasema. Haiwezekani mtu akupe kura, hana skuli nzuri, sawa? Hana hospitali nzuri, hana maji safi, hana barabara nzuri. Hivyo anakupa kura vipi? Akikunyima utampelekea askari ukapige virungu, ndo ndaanza fujo hapo sasa. Si ndio? Kama rais mimi tufanye haya mambo. Alafu tuachie sisi tutayasema. Na mnikuta mimi mwenezi kila siku nazungumza. Si kama mwandazimu, najua. Unaponyamaza kimya, mtu asipoelewa, anaposema mtu negative, wewe utaamini. Lakini leo unaposema Pemba kufanyika kitu, mimi nasema hapana. Nenda mkoani utakuta 1 2 3. Hapana, nenda hivi watu wakenda wanaona.
Leo naambia nenda kaangalia uwanja wa Gombani. Uwanja wetu mzuri kuliko uwanja wa Dar es Salaam. Watu wanakuwa wanaona sasa hivi. Mtu anaona sasa mechi zote za kimataifa zichezwe hapa. Mnakuja hapa? Tunapata kodi kwenye mahoteli, tunapata kila kitu vipi? Tuliinvest. Na watu mwanzo walisema, kwa maana ukiinvest katika vitu ambavyo visible, si invisible, watu wanaamini. Kuamini ni kuona barabara nzuri anaiona, viwanja anaviona, hospitali anayaona, mashule makubwa anayaona, atakusikiliza wewe. Hata ukienda na fitina zako, hiyo ni siri moja. Ukimwambia mtu leo twende barabarani akisema Rais Mwinyi kafanya bwana. Chafamu. Kwa hiyo kulikuwa kuna lami, sasa kuna lami, nyumba imepata thamani. Hiyo ni siri kubwa. Lakini nyingine tulijizuia na sisi kuwa ni sehemu ya kuchochea yale vurugu. Kwa sababu chama chetu sisi kwa mujibu wa muundo tunajumuia, si ndio? Tunajumuia vijana. Jumuia vijana ni kama ni taasisi ambayo inaelekezwa na chama. Sawa? Tukamwambia kazi yenu kwa vijana sio hiyo. Kazi yenu ni kuwaoka viongozi. Sawa? Waje kuwa viongozi bora. Kwa maana tokeni elimu, tokeni mafunzo na maelekezo. Si vijana tokeni kapigeni watu Kwa maana siri kubwa maintain peace kwa kueneza amani na kuwafahamisha watu nini kimefanya. Na ndio maana tukasema uchaguzi huu wa Zanzibar wamechagua vitu hivi, wamechagua amani na maendeleo ambao nyinyi wahariri mliwashuhudia. Kwa maana siri kubwa, zile siasa zikupoa, zimepoa kwa sababu kile kiu ya wananchi wa visiwa viwili kuyaona maendeleo wameyaona. Leo kila mtu anashangaa kwa nini Rais Mwinyi alifanya haya kwa muda mfupi, si ndio? Kwa sababu wameona maendeleo, wameona siasa za kiungwana, si za matusi. Hayo ndio siri kubwa tunapata sisi mafanikio. Na swala la Pius, kijana wangu wa Uhuru FM, unajua chama chetu bwana, chama kimoja ambacho tunavurugu, tuseme ukweli. Sawa? Mimi nikuhakikishie kwamba uchaguzi ndani ya chama utakwenda vizuri. Sawa? Utakwenda vizuri kwa sababu tuna taratibu zetu. Wakati ukifika utaratibu utatolewa, na wale ambao watakaojitokeza kufanya vurugu mapema, chama kitashughulikia. Wewe unajua, ndani ya chama tuna adhabu 3. Tunakupa onyo. Sawa? Alafu tunakupa onyo kali, alafu tunakupa karipio. Ukivuka hapo tena tunakuondosha kwenye chama. Kwa maana hiyo sisi tutakuwa makini sana kuangalia kanuni zetu. Tuna kanuni za uchaguzi, tuna kanuni za uteuzi, lakini pia tuna kanuni za usalama na maadili ndani ya chama chetu. Pale tutakapoona makada wetu wanavuka, tutatumia kanuni zetu za usalama na maadili kwa shirikiana. Na sio geni, tumeshashughulikia. Sawa, wakati wa uchaguzi sasa mkata Edward. Kuna mtu alikuwa na nguvu kuliko Edward hapa. Watu waliamini hapa kwamba Edward untouchable, si ndio? Hatima yake ni nini? Simko tukakuletea Magufuli hapa. Hata kwa na kambi hatukumleta Membe, hatukumleta Edward wala hao kina Januari na wengine. Sasa tukamleta nani? Magufuli. Kulikuwa kina Mzee Mandosi hapa, kina Wasira, au sio? Chama hichi kikubwa na kina mfumo. Ni kuhakikishieni kwamba chama kitastiki kwenye maadili ya chama chetu na tutasimamia mchakato kwa haki kabisa. Wakati ukifika, na sisi kama tutaendelea kuwepo, basi tutahimiza hizo kanuni na taratibu za chama chetu katika kuwapata viongozi na kutoa haki. Chama hichi kiko imara na tutafanya, na sisi tusaidieni tu. Kama watu washaanza kupanga wajumbe wa NEC huko ili kupata urais 30, basi tuambieni tu. Tuambieni tu, tuanze kudili nao. Lakini kuhakikisheni kwamba chama chetu kitakuwa makini, kitafuata miongozo na kanuni zetu za uteuzi na kugombea ndani ya chama. Nilikuwa maswali matatu. Swali langu la kwanza ni tulipata nafasi kuja Zanzibar kutembelea miradi, na miradi tulikuta imeshakamilika lakini haijaanza kutumika. Ningependa kufahamu, je, miradi ile imeshaanza kutumika? Kama hivi kwa na viwanja vya michezo vimeshakamilika lakini bado vilikuwa havijaanza kutumika kwa jamii kufanya shughuli zake. Swali la pili ni ile miradi ambayo ilikuwa bado haijakamilika, iko katika hatua za mwisho. Ningependa kufahamu imefika katika level ipi sasa. Na jambo la tatu, ningependa kufahamu ni lini tena serikali ya Zanzibar itatoa nafasi ya wazi kwa waandishi wa habari na wahariri kuja kutembelea miradi ile ambayo imekamilika ili tushuhudie kama inaanza kufanya kazi
na ile ambayo mmeahidi tujue kama je imeanza kutekelezwa ama bado. Jambo la tatu, umekuwa na kupanda kwa gharama za maisha Zanzibar. Sababu kubwa kitajwa kuwa ni utalii. Wananchi wenye kipato cha chini wanakuwa wanalalamika kama gharama za maisha zinakuwa kubwa, huko kipato chao kikibaki kuwa pale pale. Ningependa kufahamu serikali ya Zanzibar imejipanga vipi kutatua changamoto hii. Na jambo la nne, kuelekea miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, ningependa kufahamu ni jambo lipi sehemu inajivunia katika uongozi wake tangu mapinduzi, na ni jambo lipi ambalo sehemu inakubali kama ni changamoto tangu kipindi cha mapinduzi mpaka sasa. Asante. Jina langu ni Amani Mjege, ni mwanahabari kutoka Jambo TV. Amani, unatoka wapi? Jambo TV. Jambo. Naam. Ninauliza kwamba tumeshuhudia kilichotokea Oktoba 29 na mengi yamezungumzwa, lakini katikati ya wimbi la vurugu za Oktoba 29 tumeshuhudia maneno mengi na tumesikia mengi, na miongoni mwa maneno hayo kwamba uliibuka fikra na dhana za kwamba vurugu zile katika kuzidhibiti kuna mambo ya Tanganyika na Uzanzibari yaliyoati, wengine wakienda mbali zaidi wakishutumu kwamba kuna baadhi ya maafisa kutoka Zanzibar waliingia Tanzania bara wakahusika katika zile katika kudhibiti zile vurugu na pengine kuhusika katika mauaji ya watu ambao walifariki katika zile vurugu za kuanzia Oktoba 29 mpaka Oktoba 31. Sasa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, sasa tuseme Chama cha Mapinduzi Zanzibar, kina lipi la kusema kuhusiana na hayo ambayo yamekuwa yakielezwa na baadhi ya watu? Shukrani. Kilichokuwepo kwamba unajua vile viwanja vimewekewa miundombinu ya kisasa kabisa. Serikali ilikuwa inafikiria kwamba kutafuta watu wenye uwezo kuviendesha ili vibaki kwenye ubora wake. Kwa maana kuna ile kuchelewa kutokutumika. Sasa hivi tayari viwanja vinatumika, utaratibu ushakuwepo, mnakwenda. Bahati nzuri sio hivyo, hata ukienda usiku siku hizi kila siku napita pale SSF pale Mbweni pale, unakuta viwanja vidogo kama sasa vitumbo hivi unacheza. Kwa maana sasa hivi mazingira mazuri, viwanja vinatumika, kuna utaratibu umewekwa pale kupitia kamishna Ameri wa michezo, basi viwanja vinatumika. Hata ligi zetu hizi sasa hivi za Central Junior Juveniles ambazo zinatumika kwenye viwanja vile, tofauti zamani walikuwa wanacheza kwenye michanga. Lakini miradi ambayo ile ilikuwa ambayo inaendelea kukamilika, mengine imeshakamilika, ndio inasubiri kuzinduliwa kwenye hizi maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini swala la gharama za maisha, kwamba serikali inafanya nini? Unajua Zanzibar ni kisiwa, kwa maana kama ni kisiwa inategemea sana huduma. Hatuna sisi ardhi kubwa ya uzalishaji kama maeneo ya huku bara. Kwa maana automatically mahitaji yetu mingi tunaagiza kutoka nje. Sasa hapa kuna sababu ambazo za ndani na za nje. Kwa mfano, vita vinavyoendelea Ukraine, Gaza, Libya, huko machafuko kule kwa Asadi alipokuwa Syria ile na maeneo mengine, sawa. Shirika la misaada duniani, sawa, na shirika la wakimbizi huwa wanakwenda kwenye nchi hizo ambazo zinazalisha mpunga kwa wingi kama Pakistani, India, Indonesia na maeneo mengine, ambapo ndio kwenye soko kubwa la uzalishaji wa mchele ambacho ndicho chakula kikuu kwa Zanzibar. Kwa maana unakuta ile bei kule inapanda. Lakini hata hizi zinatokezea kama vijuzi nilikuwa naangalia, kulitokeza floating kubwa Indonesia pamoja na yote, imeathiri yale mashamba makubwa ya uzalishaji. Hata zile nchi zenyewe kule zinachofanya kwanza kureserve stock yake kwenye nchi yake bila kuuza, na wao wakapata tatizo. Kwa maana unakuta ile bidhaa ni chache, wanahitaji ni wengi, bei inapanda. Kwa maana mfanya biashara akishanunua, sawa, na yeye atataka lete huko apate faida. Lakini chengine tunaita mapirate hao, usafiri meli. Tunaona ukipita katika bahari ya Aden, Somali, utakaji wa meli, wanakuwa wenye meli wanakubali kuzunguka, ambayo inaongeza pia ni cost, sawa, ya haramu kuliko kukata shortcut hapa, kwa sababu meli zao nyingi zinavamiwa na maharamia katika. Kwa maana hizi pia ni sababu zinapendeka. Kwa maana hiyo
unapoifikisha bidhaa pale unakuta cost zimeongezeka, lazima bei itapanda. Serikali ikafanya nini? Na maana serikali ya Mapinduzi zangu ikaja, moja katika vipaumbele ambapo tumeviweka ilani yetu, tutaanzisha nini sasa? Hifadhi ya chakula ya taifa, ambapo mwanzo tulikuwa hatuna. Hii kazi yake kustabilize hiyo mfumuko wa maisha, kwa maana ni si utalii. Kwa maana hiyo tutakapokuwa na hifadhi ya taifa tutaweza kununua mpunga hapa Morogoro, sawa, tutanunua mpunga Mbeya na maeneo mengine ya uzalishaji, sawa, mazao mengine. Kwa maana hiyo sasa hivi tutakuwa na soko kubwa, na kwa kweli uzalishaji bara umepanda. Sasa hivi tunailisha corridor nzima, sababu ya kuwapelekea Burundi pale niliona juzi Kahama kwamba wanachukua Shinyanga mpunga mwingi wanaopeleka Burundi na Rwanda na Kongo. Sasa tutaweza kutumia soko letu la ndani, corridor yetu ya ndani. Kwa maana kikubwa tutaanzisha hifadhi ili bei ikipanda serikali inafidia bei isipande. Lakini chengine kwamba nilisema pale shughuli za usafiri na usafirishaji, kuna kodi maalum serikali inasamehe kwa chakula, ambapo unapoleta chakula wewe kuna bei asilimia kama 20 unapunguziwa ili uweze kuleta. Chengine katika kupambana na mfuko wa bei kwamba kuimarisha huduma. Kwa mfano leo sisi tunapigania utalii, wenzetu wanataka utalii ufe kabisa. Leo utalii unapokufa Zanzibar umeiua, mikoa kama ya Arusha umeiua. Kwa maana hiyo uongezeko wa shughuli za kiutalii zinaongeza zile huduma. Manake ni nini? Leo mazao yanayotoka bara, wafanya biashara leo mbatata, nyanya na vitu vingine mbalimbali, unakuta tuna hoteli zaidi ya 6500. Zile hoteli asubuhi wanakuja zao sokoni kununua mahitaji ya hoteli yao. Kwa taarifa yenu sasa hivi kama mtu ana jamaa yake au kama mtu ana mchumba Zanzibar aende. Kwa sababu gani? Tuna booking za hoteli kwa ajili ya Christmas na mwaka mpya zimekuwa full. Kwa maana hiyo mahitaji, wageni wako wengi, mahitaji ya kuhudumia yanaongezeka. Si mgeni anataka kula, anataka kunywa, si ndio? Anataka kuspend. Kwa maana automatically ukienda sasa hivi masokoni kote watu mpunga wanao. Ndio maana kila siku unakuta Land Craft ya sijui Azam, sijui majahazi na nini anapeleka mzigo Zanzibar. Kwa sababu gani? Ile needs ya mahitaji ya wageni, na hii itakwenda mpaka January. Kwa maana hiyo ni kuhakikishia kwamba unapokuwa na bidhaa yote za Zanzibar ambayo unauza, hata hizo bidhaa ukienda mjini Kongwe, maduka yale ya vinyago na nini, wale wanaleta vinyago kutoka huku, kwa mzunguko, kwa sababu sisi kazi yetu ni huduma, ndio maana yake inakuwa hivyo. Hatuna ile uhakika wetu wenyewe wa kuweza kucontrol bei, kwa sababu tunahitaji bidhaa kutoka nje zaidi kuliko uzalishaji wa ndani. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pamoja na hayo, lakini serikali imejitahidi, na ndio maana inajenga masoko makubwa ili kuingia mazingira mazuri ya watu kufanya biashara kwenye masoko rasmi kuliko kufanya katika zile tunaita black marketing ambazo haziko salama. Kesho kutwa mtaona soko nyingine kubwa pale Mtendai itazinduliwa, ambazo ukiacha ile la Koreko kuna chuma kingine tayari kitazinduliwa. Kwa maana hayo yote mazingira serikali inajaribu kutengeza, lakini pia serikali inatoa zaidi ya bilioni 90 kwa jasiriamali mbalimbali wametoa. Na juzi tu tumezindua mfumo sasa, ukiacha kutoa mikopo kwa vikundi ndio kusanyika. Sasa hivi ukienda kule area, wale wakala wa uwezeshaji kiuchumi wanatoa mikopo hata mtu mmoja mmoja, inategemea kikizo zile criteria zao walizoziweka katika kupata mikopo. Kwa hiyo bado serikali inapambana kuhakikisha swala la mfumuko wa bei, swala la ugumu wa maisha unapungua, lakini tukumbuka kwamba mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya kidunia pia yanachangia. Sisi hatuko pekee yetu kama tutaweza kumaintain vitu. Kwa maana hiyo hilo lipo na linafanyika hivi. Swala la amani wa jambo ulitokea Oktoba, baadaye kukaibuka Uzanzibari. Mimi nadhani tunapaswa Tanzania kulikemea sana hili jambo, na hapa itabidi nizungumze kwa unyenyekevu sana kwamba nchi yetu hii tangu tupate uhuru 61 na tufanye mapinduzi ya Zanzibar 64 tuliunganisha nchi zetu mbili zikiwa nchi sawa, tuna sovereignty sawa. Tunakubaliana hilo?
tulikuwa na jamhuri ya watu wa Zanzibar, tulikuwa na jamhuri ya Watanganyika, tukakubaliana tuwe na taifa moja lenye nguvu. Taifa la Tanzania tumelitengeneza sisi wenyewe. Cha kushangaza sana, unamkuta mtu mwanasiasa anambagua kakaangu Victor hati kwa sababu anatoka Zanzibar. Kwanza hakuna raia wa Zanzibar. Sote tulikubaliana masuala ya uraia tutakuwa muungano. Sote ni Watanzania. Haimati wewe unatoka Butiama, unatoka Mara, unatoka Kizimkazi, unatoka Bujiu, unatoka Kisiwa Panza. Sote ni Watanzania. Na tunapompata, maana hatuwezi kuwa na kiongozi wa Tanzania aidha sitoke kati ya pande zote mbili za muungano. Aidha atatoka upande wa Zanzibar ama atatoka upande wa. Na mkizingatia tangu 64 tumekuwa na baba ya taifa ametoka bara, si ndio? Akaja mzee Mwinyi, tuseme kachanganya, katoka bara na Zanzibar. Sawa? Tukawa na mzee Mkapa katoka kusini. Sawa? Akaja Kikwete. Sawa, akaja Magufuli. Hao wote wametoka huku. Yeye Samia mmoja tu. Au kutoka kule imekuwa zogo. Sasa lazima watu wafahamu, na hili lazima somo la uraia lisomeshwe. Hii ni Tanzania yetu sote. Samia ni Mtanzania kama wewe. Kama ulitoka Machame, yeye katoka Kizimkazi tu. Kosa liko wapi? Muivuruge nchi. Katoka Zanzibar. Si tulifanya muungano? Sawa? Yaani ukijaribu kutaka kuvihoji vitu ndio baadaye tunapelekea kwenye nchi kuigawanya. Nchi yetu inaongozwa kwa misingi na taratibu. Tunaweza kupata viongozi. Itaelewa na kwambia nyingine. Watanzania wajue nchi hii ameshatoka waziri mkuu kutoka Zanzibar, au si kweli? Leo akitolewa waziri mkuu kutoka Zanzibar, sote tupige kelele. Salim Ahmed Salim katoka kwa Zanzibar, tena kwa Pemba, kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano, au sio? Tena wakati wa Mwalimu mwingine. Mbona tusome historia jamani? Mwalimu ameshafanya hivyo, kwa maana waziri mkuu ameshafanya hivyo kumchukua mzee Mwinyi kwa rais wa Zanzibar. Yeye angatuka mwaka 85 ile, si ndio? Akamleta mzee Mwinyi. Ndio rais pekee kwa rais Zanzibar, kwa rais Jamhuri ya Muungano. Bwana, nchi ilikuwa na amani tu. Sasa tukianza kwenda na miemko hiyo na sisi tukabeba kwa Tanzania falsafa ya kubaguliwa na watu wachache, sisi sote sawa. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulipoungana tukakubaliana kwamba tuwe na one country two system ili kuacha ile Zanzibar na ule utambulisho wake wa ndani. Shida ni nini? Leo hapa nikwambia ni usiku waziri mkuu kachaguliwa Mbeto waziri mkuu hapa. Sofa. Sasa mbona vitu vya kawaida tu. Utanzania wangu sofamu ndio nifanya niwe kwenye nafasi. Sasa lazima na nyie tutumie kalamu zetu vizuri. Kuandika uzalendo na hali ilivyo Tanzania. Tusijitoe fahamu hii nchi yetu sote. Sawa? Kwa maana hiyo swala hilo ndugu yangu kwamba uo Zanzibari na Utanganyika haupo, wanaoleta watu kwa uchache wa uelewa nisikana hajui kilichofanyika 64. Ni amjui tu. Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Mtewe alikuwa katibu mkuu wa 5 wa Mwanzo mwaka 77, wakati inaunganika tena ASP na 5 walikuwa hapo Zanzibar pale. Mwalimu Nyerere, chama chetu kinazaliwa tena, maana tuliparaganywa. Ujua sisi udugu wetu sio kutengeneza, ni wadamu, ni wadamu. Leo Mzee Mwinyi katoka wapi? Simkuranga. Sawa, kare Zanzibar kare sote mbogo wewe. Na sisi ndo tulivyo sote, kwa sababu kisiwa, asili ya visiwa ni uhamizi. Watu wanatoka kwenye sehemu za bara wanahamia kwa shughuli mbalimbali. Sasa leo mtataka kututenga ndugu zetu kwa kuwa tunaishi Zanzibar. Hiyo sio haki. Sote ni Watanzania, tunapaswa kuwaunga mkono wale viongozi ambao wanapata nafasi iwe katoka popote pale. Kwa maana swala lako kwamba huo Zanzibar na Utanganyika unaletwa na sisi kama vyombo vya habari, tukiukuza tutaenda kulipeleka taifa letu kwenye shida. Sifa ndizo zinazokufanya
uwe kiongozi, na hususan katika chama chetu sisi hatuangalii dini, hatuangalii kabila. Rai Mwalimu Nyerere alisema, je, tunataka kutambika? Sio tunataka kuuliza dini yako umetuhusu nini? Dini yako ya kwako mwenyewe kaulize makanisani huko na misikitini. Sisi tunakuchagua wewe kama wewe Victor kwa sifa uwe kiongozi wa nchi yetu, umekizi. Kwa maana hiyo mimi niseme kwamba hivyo vitu vya kuvipuuza, na tuendelee kukemea, hususan sisi wanahabari katika masuala hayo ya kiubaguzi. Sisi sote ni Watanzania na tunapaswa kulienzi na kuliendeleza taifa letu kwa maslahi yetu na vizazi vijao. Tanzania hii ni nchi ya amani. Tanzania ni kimbilio la kila mtu. Tumekuwa ardhi yetu imetumika hapa kuwa na makambi. Tumesahau sisi tulikuwa tunawasaidia wenzetu kupata uhuru wa nchi zao, tukatumia ardhi ya Tanzania. Tumerudi nyuma kwa kusaidia wengine. Sasa leo tunataka sisi turudi huko. Tumeanza kuzungumza Mzanzibari, Mtanganyika, nafikiri tutaishia hapo. Maneno ya Mwalimu, wewe Mchaga, wewe Mzarabu, wewe Mhehe, wewe Mpare, kwa maana si vitu ambavyo kwa kuendeleza na wala si vitu vizuri kwa kuvitamka kwenye midomo yetu, kukuza wengine wale wao mdogo. Tujue tu sote ni Watanzania na yote anaweza kuchaguliwa akawa kiongozi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yanakwenda vizuri na baadaye tutakuwa na utaratibu mzuri tu wa kushana madaraka. Bwana tukisema weza muiza sifa zipo, unakuwa kiongozi. Nadhani masuala yote nimeyamaliza na nimeyajibu kwa kiasi ya ufahamu wangu. Kama pale nimeona sikumtosheleza mtu, basi ni bahati mbaya, atapata muda mwingine. Namba zangu ziko wazi. Basi nikushukuruni sana kwa kunisikiliza. Labda kama kuna chochote tena. Sawa, tunakushukuru sana. Asante sana mwenezi kwa ufafanuzi mzuri. Labda sasa hivi tumpe nafasi kaka yetu Salum kutoka idara ya habari na maelezo Zanzibar, na yeye aweze kusema chochote. Lakini muungwana akaona lazima nije kuweza kuwashukuru sasa kama wanahabari kwa jambo ambalo, kwa ukaribu ambao waliotuonesha, kwa sababu sisi kazi yetu tunataka habari. Kwa hiyo alikuwa yuko tayari kuweza kutupa taarifa tofauti ambazo zinaendelea za uchaguzi. Kipindi ambacho tunakwenda kwenye uchaguzi akasema ni vyema sisi tunakwenda kwenye uchaguzi tuweke wazi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naomba mkurugenzi tutafutie wahariri, kwa sababu tukisema tuna deal na waandishi kutoka Zanzibar upande mmoja itakuwa sio fair, alafu vile vile kwamba hivi vyombo vina wahariri ambao wahariri wake wengi sana wako Dar es Salaam au wako Tanzania bara tunasema. Kwa hiyo tulikuja kwenu tukakuombeni kwamba mkutane na mwenezi na nyewe mkatii mkalichukua ile wazo mkakutana naye, akatoa ahadi zake hapa kwamba alitoa ahadi kwamba naomba kwamba katika mkutano wetu huu nitakuchukueni mwende Zanzibar muweze kuona kwanza, alafu ili waandishi wale pale wakija sasa kuleteni zile story mwe mnaweza kusema hamna doubt nazo au hamna wasiwasi nazo, tusema hizi ni sahihi kabisa. Kwa hiyo tumeshukuru kwamba muungwana akiahidi ametekeleza, hilo amelitekeleza vile vile. Maana nasema namshukuru sana, amelitekeleza, amewaleta wahariri. Baadhi yenu mmekuja Zanzibar pamoja na waandishi wa habari mkashuhudia ile ziara. Mlipokuja huku sasa wale waandishi wenu mnafanya kazi vizuri. Kwa hiyo vile vile niwapongeze sasa nyinyi wahariri kwa kuwapa ushirikiano waandishi wenu ambao wako kule Zanzibar. Kwamba kwa kituma story huku zilikuwa zinakwenda zapata coverage nzuri mpaka kiasi ambacho Mheshimiwa Rais alipongeza sana waandishi wa habari na alivisifu sana vyombo vya habari. Na akasema kwamba mlikuwa wazi, pa kukosoa mnakosoa, pa kusifu mnasifu, pa kujenga mnajenga. Kwa hiyo mliukava vizuri kusema kweli waandishi wa habari uchaguzi. Sasa hivi nitoe ombi langu kwa mwenezi kwamba tumefanya kazi hii kwa upande wa uchaguzi, lakini tunapanga jambo jingine mlizungumza la miradi maendeleo na vitu vingine tofauti. Waandishi wenyewe kama mwashuhudia hapa wameomba kwamba wanataka kuja. Hivi sasa hivi tayari na proposal zao waandishi kwamba wanataka kuja kule kutembelea miradi kama vile mwanzo walivyokuja. Kwa hiyo mwenezi, wewe taasisi yako ni pana, mikono yako mirefu inafika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo tutakuja na hizo proposal tukae pamoja ili tuweze sasa kutafuta ufadhili na kuweza kuwachukua waandishi kuweza kufanya program sasa, kuweza kufanya vipindi. Kwa hiyo sisi kama idara ya habari maelezo tutateki pati yetu
na tunaomba na mwenezi kwa upande wako uweze kutusaidia kama kwenye budget kidogo, ili tuweze kuwachukua waandishi hawa tena sasa, baada ya kusema lile pale la kusubiri kwenye uchaguzi tu, sasa hivi la kuonesha ile maendeleo ambayo yanafanyika. Umezungumza vizuri hapa swala la umoja, swala la upendo, swala la uzalendo. Sasa uzalendo kwanza kama hapa, kama tukiachukua hii timu ikisema inakuja kule inaungana na waandishi ambao wako Zanzibar, tunaweza tukafanya kazi nzuri. Hata hizo malalamiko ya kusema watu sijui hakuna ajira, hakuna nini, yataondoka kwa sababu tayari uwazi unatendeka. Kwa hiyo mwenezi, hilo ni ombi langu ambalo kwenu nyinyi wahariri. Mimi niomba ushirikiano zaidi na idara ya habari maelezo Zanzibar mnapokuja Zanzibar. Kwa tunakaribisheni pale idara ya habari maelezo ambayo ofisi yetu ipo Raha Leo, na vile vile kama kuna kazi zozote ambazo mnazihitaji, mnataka kufanya kupitia kazi za maendeleo, kazi tofauti ambazo za nchi, basi naomba tuwasiliane ili tuweze kusaidiana katika kufanya hivyo. Baada ya hayo, mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwenu nyinyi wahariri pamoja na mwenezi katika mshirikiano wetu. Asanteni sana.